Usalama wa maaskofu lazima ulindwe, maana wana haki za kuishi. Hasa wa maaskofu ambao tumesikia waliwawa. Wengine walikuwa katika kanisa na kutegwa tu nyara. Na hii ni jambo baya sana. Linaonyesha kwamba hakuna ulinzi. Na nchi yetu ina mali na inalinda mali na inalinda na watu wake. Sasa kwa mabishopu wetu katika nchi hii tunaomba usalama. Usalama ndio jambo kubwa kabisa katika kila taifa, na tunaamini katika amani. Kuna kosa lolote mtu amekosa, asishikwe na kupelekwa nyara. Nchi yetu ni nchi elimu, nchi ambayo imeendelea, ina sheria. Lazima mtu apelekwe kwa sheria. Lakini mambo ya kuteka tu mtu abduction, alafu kwenda kumfanya maneno kama hayo, ni aibu sana kwa taifa kubwa kama hili. Jambo kama hili sisi hatukubaliani nayo. Tuna sheria inayotulinda. Kwa hivyo tunaomba serikali ifuatilie jambo hili, na wenye kufanya mambo kama haya washikwe na sheria iwaandame. Bila shaka, kwa sababu imelenga viongozi wa kanisa, tunaomba ya kwamba jameni, serikali itusaidie tuwe na usalama wa kutosha, na pia watu waelewe ya kwamba wachungaji si watu wa kuchinjwa kiasi hiyo, na hakuna sababu ambayo inaweza tosha kuchinja ama kumuua askofu ama kumuua mchungaji kinyama namna hiyo. Kwa hivyo tunaomba watu ambao wameanza mtindo wa namna huo waikomeshe, na ili tuwe na amani, kila mtu awe na amani. Ushauri wangu kwa vitengo vya uchasuzi, ninajua wana kila aina ya vifaa ambavyo vinaweza tumika kukamata watu ambao wanafanya uovu. Sidhani kama wana upungufu katika jambo hilo. Tunajua wakiamua kutafuta ukweli wataupata, maana wana kila chombo wanachokihitaji. Kwa hivyo hao ni kufanya sehemu yao, na ombi letu ni kwamba wafanye sehemu yao. Tunaomba kwamba viongozi wetu wote tuheshimiane na waheshimu ibada za kanisa. Ibada za kanisa ni kwa kanisa. Ibada za kanisa siko katika harusi. Ibada za kanisa siko katika matanga. Sisi hatungependa viongozi wetu wakikucha katika matanga na wanabadilisha inakuwa rali ya kisiasa. Wanakucha ibada Jumapili na wanabadilisha wanakuwa rali ya kisiasa. Tumesikizana na maaskofu wetu wote kwa jumla ya kwamba hatutaruhusu madhabahu kutumiwa kama viwanja vya kisiasa. Hatutaruhusu, na tumeelewana sisi wote kwa jumla ya kwamba kila kiongozi yote hawa ni washirika wetu. Kama unatarajia pia uheshimiwe, pia heshimu watu wengine. Pima maneno ambayo unayatamuka katika kinywa chako. Hii maneno ya kutamuka maneno bila break ndiye ileta shida kubwa sana hapa katika taifa la Kenya 2007, 2008. Na hatungependa tena hiyo mambo ikabare kujirudia. Tafadhali viongozi, nasema ya kwamba pima maneno ambayo unayatamuka katika kinywa chako. Wetu wasitumiwe kuleta kuharibu siasa ya nchi yetu. Wanatumiwa, na hata wenye wanaenda huko hawakumbuki kuwapa kazi. Wanaowacha pato wanahangaika. Usitanganywe na shilingi moja moja, hiyo haitadumu. Heri nchi ikiwa na amani, serikali itakuwa na projects mzuri za kuandika. Lakini kama ni vita, vile tunaona watoto wanaanza kurusha mawe mpaka wanaumizwa, wanakufa mapema, inatuumiza wazazi na inaumiza nchi.